ametuhesabu. Yeye Mungu ni huruma za kwake sisi hatuangamii, maana rehema zake hazikomi. Ni mpya kila siku, ni mpya kila saa, na uaminifu wake ni wa vizazi hata vizazi. Kwa hiyo epuka, hiyo ni dalili mbaya na kushauri. Lakini niendelee tu na ushuhuda hapa. Huyu sasa akishakubali, wanaanza kumuinua kiuchumi, wanampa fedha na vyanzo, wanampa kiapo cha kwanza. Akishaorodhesha familia yake na kuwapa hicho kiapo, anamkabidhi shetani maisha yake. Pale wanamwambia, huduma yako unataka iwe nini? Anaeleza, nataka nikihubiri watu waokoke, wasisimke, nataka na wenyewe yale yanaanza kumwambia, utafanya hivi, utafanya hiki, utafanya hiki. Kuna vitu ambavyo watavichukua kwa huyu mtu. Unaona huu mkono uwaga unaieleza hatima ya mtu. Kwa mfano, ukiangalia mkono wangu hivi, una herufi mbili kuu zimeandikwa hapa AI, lakini una mistari vingi vya michirizi. Hii inaeleza Amieli ni nani, kwamba hapa nyota yangu ina respondi mafanikio na utajiri. Ninaweza kuwa tajiri, lakini ule utajiri wangu uko kwenye nini? Kwenye mamlaka pamoja na uongozi, control manager. Kwa hiyo mimi ili nifanikiwe kwa nyota hii, maana yake ni mpaka nipambane mwenyewe, lakini nina uwezo wa kufundisha watu fursa yangu na wakafanikiwa kupitia mimi. Hii ndiyo nyota yangu kwa mkono huu. Sasa wanapo hivi, ukiona hivi hii michirizi ilipoelekea, wanaomba kucha hii, wanaomba kucha hii, wanaomba kucha hii na hii ndogo. Hii kucha ndogo ina respondi kwamba huyu mtu atakuwa na mvuto wenye kibali. Hii kucha kubwa maana yake atakuwa ana uwezo wa kunena jambo akasikilizwa na akaanzisha kitu, akawa na viewers na asiwepo wa kumpinga. Hata akisema pumbavu wote watasema amina. Na hii kucha ana mamlaka ya kufanya miujiza. Akisota kidole watu wataanguka, akienda mahali